Bana, hatimaye sakata la kuahirishwa kwa mechi ya Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Simba hapo tarehe 8 sasa imeshafika serikalini, na serikali ya waita kikaoni au kwenye kikao TFF lakini pia TPLB. Wakati huo huo na klabu hizi mbili, yani kwa maana ya Yanga na Simba, kuhusu hiyo dabi. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Palamagamba Kabudi amepanga kukutana na viongozi wa shirikisho la soka la nchi TFF, bodi ya ligi ya Tanzania TPLB na klabu ya Yanga ili kutatua mgogoro unaoendelea kuhusu kusogezwa mbele kwa mchezo wao wa ligi kuu bara dhidi ya Simba. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumatatu Machi 24, 2025, kikao hicho kitafanyika jijini Dar es Salaam Alhamis na maofisa kutoka Yanga, Simba, TFF lakini pia na bodi ya ligi kuu kwa maana ya TPLB wamejulishwa na watahudhuria. Ni kweli tutakutana na Waziri Kabudi kuhusu masuala mbalimbali ikiwemo kusogezwa mbele kwa mchezo wetu dhidi ya Simba. Tumepokea barua na tutahudhuria, alisema afisa mmoja wa klabu ya Yanga aliyeomba kutotajwa kwa jina. Ofisa mmoja kutoka bodi ya ligi pia athibitisha kupokea kutoka serikalini kuhusu kikao hicho. Tumefahamishwa kuhusu kikao hicho na tutahudhuria. Ajenda kuu ni mjadala unaoendelea kuhusu kusogezwa mbele kwa mchezo wa Yanga dhidi ya Simba, alisema ofisa huyo. Wakati huo, katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Gerson Msigwa alithibitisha kikao hicho kitafanyika jijini Dar es Salaam kikiongozwa na Waziri wa Michezo, Sanaa na Burudani kwa maana ya Palamagamba Kabudi. Msigwa pia alieleza maafisa wa Simba watashiriki katika kikao hicho. Yanga imelipeleka rasmi swala hili katika mahakama ya usuluhishi ya michezo kwa maana ya CAS baada ya kutoridhishwa na jambo hilo. Mchezo huo ambao ulikuwa umepangwa kufanyika Machi 8 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa uliahirishwa baada ya Simba kudai makomando wa Yanga waliwakatalia kuingia uwanjani kwa ajili ya mazoezi yao ya mwisho kabla ya mchezo. Simba ilitoa taarifa rasmi kwa bodi ya ligi kuu na TFF haitoshiriki mchezo huo kwa sababu haki yao ya kufanya mazoezi kabla ya mechi ilikuwa imekiukwa kama ilivyobainishwa katika kanuni za bodi ya ligi. Kwa upande mwingine, Yanga ilisisitiza mchezo huo ungechezwa kama ilivyopangwa kulingana na kanuni za ligi. Hata hivyo, baada ya mchana, bodi ya ligi ilitoa tamko rasmi ikitaja wasiwasi wa Simba na kutaja kipengele cha 34 kifungu 34.1 kifungu kile cha kwanza pointi 3 cha kanuni kinachotoa ruhusa ya kuahirisha michezo kwa mazingira ya dharura. So hiyo ni taarifa ambayo mpaka sasa hivi ipo kwamba serikali imeamua kuingilia kati hii dabi ili ichezwe, maana mpaka sasa hivi Yanga wamekaza uzi huku Simba wao wakikubali kucheza kwa mara nyingine, lakini Yanga wao wanadai pointi zao 3 kwa maana ya wao walifika uwanjani na mechi ilikuwepo, kwa maana sababu ambazo zilipelekea mechi hiyo kuahirishwa Yanga hawakubaliani nazo na wanaona zilikuwa ni sababu ndogo finyu, minor reasons ambazo zilipelekea kuvunjwa kwa mchezo huo. So Yanga wao waliendelea kushikilia msimamo wao
na kupeleka timu uwanjani, na wakafika wakafanya warm up na kila kitu ambacho kinahitajika kwenye mchezo husika, na mpaka sasa hivi shauri lao inasemekana limepelekwa kasi mahakama ya usuluhishi wa michezo. Sasa wakati hayo yakiendelea, huku pia tunaarifiwa kwamba kocha wa Yanga aachiwa msala, mchezaji gani wa kigeni aachwe ili Soa apewe nafasi. Singida Black Star inachekelea usajili wa kumshusha nchini mshambuliaji Jonathan Soa, lakini wakubwa wamemuona ikiwemo Yanga, na hesabu mpya ni kwamba imemwachia msala kocha wa timu hiyo Miloud Hamdi kufanya uamuzi ili mabosi wa klabu wamalize kazi. Yanga imeshawishika na nguvu ya Soa akiwa ameingia Tanzania kupitia usajili wa dirisha dogo, ambapo amecheza mechi 7 akifunga mabao 7, wastani wa 100% kwa kila mchezo. Huyu ni mshambuliaji hatari sana sana sana. Taarifa kutoka ndani ya Yanga ni kwamba mabosi wamemwachia Hamdi kufanya uamuzi kwa kuwa anamjua Soa kuanzia alipofika nchini walipokutana Singida Black Star. Ingawa Hamdi hakufanya kazi na Soa kwa kumwona akicheza mechi, lakini kocha huyo atatumia mechi zilizobaki za ligi kuu kufanya uamuzi wa mwisho juu ya mshambuliaji huyo raia wa Ghana. Yanga iliwahi kumhitaji Soa walipokutana naye akiwa na Medeama ya Ghana, timu hizo zilipokutana katika ligi ya mabingwa Afrika msimu uliopita. Hata baada ya Soa kutimkia Uarabuni, Yanga bado iliendelea kuiwinda saini yake kabla ya Singida Black Stars kuwahi na kumsajili Disemba mwaka jana. Kweli Soa namba zake zinatufikirisha sana. Kwa haki kabisa, ukiangalia kuanzia dirisha dogo, ni mchezaji gani amefanya makubwa? Jibu ni moja tu, Soa, alisema bosi huyo wa juu wa klabu ya Yanga, na kuongeza kuwa tumemwachia kocha atuambie anamuoneje. Alifanya naye kazi kule Singida, ingawa kwa muda mfupi, lakini kama akisema tumsajili, tutazungumza na Singida na mambo yatakuwa sawa. Bosi huyo aliongeza kwamba pia mbali na maamuzi hayo ya Soa, Yanga pia imemwachia nafasi kocha wao kutafuta nafasi ya mshambuliaji huyo kwenye kikosi chake kwa kufanya maamuzi ya mchezaji gani aachiwe wa kigeni. Unajua, nafasi za wachezaji wa kigeni zinatubana, lakini pia kocha ataangalia akisema hapo hapo kwamba tumsajili Soa, pia afanye uamuzi ni mchezaji gani tumwache kwenye kikosi cha sasa. Yanga ilikuwa inapiga hesabu za kumwacha mshambuliaji Kennedy Msonda aliyefunga mabao 3 katika ligi, aidha kumtoa kwa mkopo au kuachana naye moja kwa moja mwisho wa msimu huu. So hizo ni taarifa zingine ambazo zipo kwenye klabu ya Yanga juu ya mchezaji gani waweze kumwacha kwenye dirisha kubwa ili waweze kumsajili Jonathan Soa, ambaye anaonekana amekuwa lulu kweli kweli, na ni kweli ameonyesha kitu kikubwa sana toka afike Tanzania asajiliwe na Singida Black Star. Amefunga magoli 7 ndani ya mechi 7, ambapo inaonyesha ni 100% ya kile ambacho amekitoa kwa klabu ya Singida Black Stars. So tuone ni kweli Yanga watakamilisha usajili huu au ndo zile tetesi ambazo zinazidi kuendelea. So kila kitu tutakiweka wazi kwenye channel yetu, kile ambacho kitakuwa kinaendelea juu ya mchezaji huyu na klabu ya wananchi Dar es Salaam Young Africans.